Hello good people, habari za saizi? I hope mko poa sana. Leo nitazungumzia 20 to 35 pips trading. So guys, natoa hii taaluma ya kuscalp pips 25 ama 30 tu. Sawa? Najua baadhi yenu mtasema hii video inakulimiti kwa una target pips 25 ama 30. No, hii video haitokulimit. Hii video ninatoa kwa sababu itawasaidia watu wale ambao wana trading model yao ni kutafuta pips 25 ama 30 tu kwa siku ama kwa wiki. Pips 25 au 30 kwa siku ama kwa wiki ni nyingi sana. Sawa? Ni nyingi sana. Utazijua wingi wake pale ambapo utakuwa unatumia hii trading model kila siku au kila wiki consistently, halafu ukawa ni profitable, utaijua wingi wake. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanzoni kabla hujakutana na hii scalp 25 to 35 pips, ulikuwa unaweza kuhold trading yako pips mpaka 50, 60, sawa, 100, halafu baadaye zinarudi kwenye negative side. Sawa? Inakuja kwenye upande wa losing side, baadaye na hit stop loss, unaondoka na hasara. Sawa? Manake nini? Manake method ile ulikuwa unatumia, ulikuwa hujui unaingia sokoni unaenda kuchukua pips ngapi, your target ngapi. Ulikuwa umeka stop loss tu, amount of pips you are willing to lose ndio ulikuwa umeseti, lakini ulikuwa huna target yako, unaenda kufocus na pips ngapi. Most of the trader wakiingia sokoni, especially beginners, newbie, hawa huwa wanaingia sokoni wakiona wako kwenye profit side, nafsi zao zinafarajika sana, zinafurahi sana kuona profit. Sawa? Lakini hakuweka target yake, anaingilia wapi, amejua anaingilia wapi, lakini anapotoka hapajui. Anapajua akitolewa kwa hasara tu, hajui anapotoka na faida kama soko litampa bonus. Sawa? Sasa hakikisha unafuatilia hii video kwa makini, unaelewa hizi step ambazo unazitumia kuscalp pips 25 ama 30, sawa, tu per week or per day. So guys, okay, shall we start? Let's start. This is a day trade model. Kwanza fahamu hii ni day trade model. Sawa, hii ni day trade model. Ni day trade model, lakini inaweza ukaibadilisha ukaipeleka kwenye intraday, hold position. Sawa? As long as umesha secure pips 25. Kwa nini nikasema umesha secure pips 25? Manake kama umeingia position yako, umeingia trade yako position 2 ama 3. Sawa? Hakikisha position ya kwanza una secure, unatoa manual, una close manual kwa pips 25 ama 30, au una set TP yako kwenye pips 25 ama 30, halafu unaacha price itembee. Sawa? Ndio manake nini? Manake hata soko likirudi, likija kuhit break even, kama umesecure your profit kwenye positions zilizobakia 2, manake utakuwa kwenye winning side. Winning side kwa sababu position ya kwanza umeshatoa profit ya mwanzo kabisa kwenye pips 25, na hii position 2 zinazorani zimetolewa sokoni kwa kuhit break even. Sawa? Manake uko kwenye winning side, not losing side. Sio una hold position zako zote 3 baadaye zinarudi kwenye losing side. Hayo ni maradhi ambayo trader wengi sana wanayo. Sawa? Hata mimi nimeshapitia hayo maradhi, ndio maana naamua kuwapa taaluma hii ya kuscalp 25 to 35 pips only. So guys, okay. Mode yetu iko hivi. Mode yetu tunaangalia order blocks. Sawa? Tunaangalia institutional reference point or element of trade setup. Hii ndio mode yetu, tunaangalia element of a trade setup or institutional reference point. Tunaangalia order block. Sawa? Kuna order block. Is there any presence of order block? Sawa? Kama tuna order block imetokea, sawa, kama tuna order block imetokea hapa, kama setup yetu tumeanalyze, alafu tukakuta element of trade setup ikawa order block either bullish ama bearish order block. Sawa? Tunasubiria price move away from that order block, alafu tuna focus. What do we focus? Kama setup tumekosa kuingia kwenye order block position, tunasubiri kuangalia imbalance. Sawa? Tutakuwa kuna imbalance au buy side imbalance, sell side inefficiency, ama sell side imbalance au buy side inefficiency.
Nikisema imbalance na wasi mnaelewa kwa sababu nimesha record video inazungumzia entry techniques, nimezungumzia imbalance. Sasa how imbalance inatengenezwa sokoni, disparity between supply and demand, nimezungumzia ipo kwenye YouTube, the last video niliweka. Alafu tuna focus 25 pips only. Sawa? Only 25 pips. Sawa, hazizidi hapo guys. 25 pips. Sometimes unaweza kukutana na order block. Sasa zile order block likawa halikuwa respected, maana yake limeenda ku inject some liquidity, limeseek a liquidity. Sawa, maana kama limeseek liquidity, kuna high probability limeenda kutengeneza pool of a liquidity. Sawa, baada ya kutengeneza pool of liquidity baadaye ikarudi kwenye order block zone. Maana yake hii knowledge nimeshazungumzia kwenye liquidity pool. Na kama hujaelewa knowledge ya liquidity pool, naomba ukapitie video ya liquidity pool utaelewa zaidi. Sawa, baadaye baada price kesha kuja kwenye order block, imesha seek enough liquidity either kwenye yesterday high or low. Sawa, baadaye karudi kwenye institutional reference point kwa early bearish ama bullish order block. So guys, tunaangalia hiyo kama kuna any opportunity ya kuingia sokoni, tunaingia sokoni. Tuna focus 25-35 pips. Kama umemiss hiyo move ya kwenye order block entry, unasubiri imbalance. Katika ile IBDA daily range iliyotengeneza ile expansion move, the price ilitoka kwenye order block move away faster, tunaita IBDA range au tunaita expansion move, au sometimes tunaweza kuita liquidity void. Katika ile liquidity void, there any balance, tuna imbalance ndani yake. Kama tuna imbalance, maana yake point of focus au institutional reference point yetu tutaangalia is imbalance. Kama hakuna imbalance, tutaangalia reference point nyingine. Tunaweza kukutana na breaker. Sawa? Kama tuna breaker, either bullish ama bearish breaker, au tuna imbalance, maana yake tuna mark hiyo imbalance yetu, either ikawa buy side imbalance or sell side inefficiency, or sell side imbalance or buy side inefficiency. Sometimes we call buy side imbalance in nature and sell side inefficiency in nature or disparity. Kwa hiyo sasa tunasubiri price ifike kwenye encroachment yetu. Sawa? Consequent encroachment, tunaingia sokoni ya ile efficiency. Maana yake tuna catch, tumemiss order block move, tunaenda kupata imbalance move. Sawa. Lakini unaweza ukacatch order block move, baadaye ukasubiri re-entry kuingiza another position katika imbalance re-entry, ama either kwenye breaker re-entry. Point of focus 25 pips. Take profit yetu inakuwa kwenye pips 25 ama 30. Okay guys, let's go. Angalia kwenye chart. Let's see some example on the chart. Kwa mifano, hakikisha una back test hii daily range. Hakikisha intraday ama swing trade una back test za kutosha kwenye demo account. Sawa, alafu ndio unaenda kutrade kwenye real. Okay, let's see this example. Huwa kwa mfano. Hii ni USD JPY. Okay, see, umeona price imetoka hapa. This low, bang, move away from this low. Karudi, clear this previous old low. So I may hit some liquidity from this old low. It can move away from that. See, swing low, broken. So swing high, broken. Katengeneza high, back. Imerudi hapa. Imerudi where? Here. Kwenye bullish order block. So this is a entry technique kwenye bullish order block. Sawa? Where is a bullish order block? Hili ama hili hapa? Trust me guys, there is a magic on this order block. Unaona hii hapa? Most of us watafikiria this is an order block. No, this is not an order block. Why? It is not a last bearish candle. Sawa? Hii hapa ndio bullish order block. This long wicks hii hapa ni bullish order block. Here. This is a bullish order block. Hii ni bullish order block. This one. Bang. Pima hapa equilibrium kwenye entry technique utaona perfect entry. So, punch encroachment, equilibrium position, yeah, element of the setup order block. This one.
then trust me guys, entry technique kuna magic behind. Stop loss below here, entry hapa, pips. First TP 25 pips, unatoka hapa 6. It's more than 20 to 35 pips this setup. How many pips? Pips nyingi sana guys, imetembea. See? Pips nyingi sana. Kutoka hapa mpaka hapa. Why? Order block, previous low taken, injection of a liquidity, order block here. Price come back to the order block. Sawa? Unaingia hapa una buy wapi? Unaangalia video ya entry techniques of institutional reference point. Nimeelezea why tunatumia hii equilibrium position. Sawa? Kwa nini tunatumia hii equilibrium position? Tunaita OB equilibrium. Sawa? OB stand for order block. Sawa? It can be bullish order block ama bearish order block, lakini kifupi chake tunaita OB, order block only. Lakini hapa tunaangalia this is a bullish order block. Why? Because imetengenezwa na bearish candlestick, alafu it's the last down candlestick. Sawa? It's the last down candlestick before the bullish movement ilitokea. Sawa? Alafu validation, price ikarudi hapa. Naomba upitie entry techniques and validation of this order block utaelewa. See guys, price move away from that order block, but ikarudi. See, there is a magic on this candlestick. This candlestick is where people dina trap watu. Hapa ndio ipta, okay, from here to here. Hapa mpaka hapa. This liquidity void au tunaita ipta range from here to here. This is an ipta range. Hapa mpaka hapa. Hii ni ipta range. Ukiangalia kwenye ipta range unaona element of trade setup ipi hapo kwenye ipta daily range. Unaangalia kwenye this range expansion. See, with this candlestick, this is a bullish order block with this fair value gap. Sawa? Before kabla hii retracement haijatokea. Sawa? Tunaangalia hii range from here up to here. Ila this side haipo. Yalia huu pande haupo guys. Ila hii side haipo. Hii side kwa kweli haipo. Price imeshatembea hapa, tuna anticipate ikifanya retracement itaishia wapi. Ila this portion haipo. Kwa hiyo ukishaangalia hii range from here from low to high, unaangalia kwenye hii range expansion yako ama liquidity void. Kuna element of a trade setup ipi. See? Tuna hizi OB, tuna hizi order block, tuna this order block. Sawa? We have this liquidity void. See, price ilipo move hapa, halafu ikafanya hiyo retracement. Most of them walifikiria price itafika hapa kwenye hii swing high ambayo tulisema ni bullish candlestick. No, hii ni bullish candlestick ambayo imetengeneza breaker ambayo most nilifundisha ikawa inaitwa bullish breaker. See, there is a magic behind. You have to listen to me very very careful. Listen, price ilipotengeneza, unaona hii candlestick wakati ina hesitate here to break this swing high, imeshafanya wakati ina hesitate high, this breaker imeshakuwa mitigated, imeshafanywa mitigation previous. Kwa hiyo price ikirudi hapa iko inafanya retracement, we don't consider a breaker. Tunatakuwa tuachane na hii logic ya kama kuangalia breaker is a element of setup, kuangalia bullish opportunity again. Kwa nini? Kwa sababu imeshakuwa mitigated kwenye this candlestick. Imeshakuwa traded kwenye hii candlestick ya bearish. Manake ya bearish price ilikuwa inafanya hesitation here. Sawa? Baada kufanya hesitation here manake mitigate this breaker. Baadaye ika move away. Sasa wakati inafanya retracement, point of focus tunaangalia this first imbalance, buy side imbalance, sell side inefficiency by nature. Weeks to weeks, kama uelewi naomba ukaangalie video inaelezea buy side imbalance, sell side inefficiency by nature. This weeks to weeks tunaangalia this one. Yes, this is from here to here. Hapa tuna too many buyer, less seller, right? Tunaita inefficiency prices. Kwa hiyo tunasubiri price, tuna anticipate price itafill here. Fill hapa, this is not element of setup to take a trade. Why? Kwa sababu imbalance hii
imekutana this order block, bullish order block, ambapo this bullish order block nimeshakuwa traded before here. What the next point? This one. Hii ndo clear imbalance, ambayo hii ndo highest probability imbalance ya kutrade. Unaona price ilipofika hapo kwenye imbalance imefanyaje? Imereverse. Sawa? Imerudi. This is imbalance. Measure that encroachment, consequent encroachment, utaelewa this one. Entry technique, naona umesoma entry technique here. This is a perfect entry kabisa kuingia sokoni. Hivi balance of fair value gap. See? Order block, kama trading model tunavyosema, umemiss this move of order block, unasubiri nini? Imbalance only. Unaingia sokoni kwenye imbalance. Sawa? Kwa nini kwenye imbalance? Not breaker, kwa sababu imeshakuwa traded here wakati price na hizi kwenye hii ika break hapa ikarudi. Kwa tunaangalia this is imbalance. Kwa tumeshaweza kuanticipate bullish momentum ambao hii hapa ilienda huko. Expansion move yetu ilienda huko. Kwa nini? Trading model inasema order block sawa na imbalance only. Una focus 25 pips. TP yako ya kwanza kwenye daily range, if the daily range here na pips 25 au 30 una close manually, alafu na other positions zina unaacha the rest position unaacha zinatembea, una secure your profit. So guys, najua watu wengi sana wanaweza kuniambia kwa nini Mr. Khane anaelezea sana kitu cha kusecure profit. Guys, most of the trader sawa ambao mimi nawafahamu, most of the trader ambao hawana mitaji mikubwa, halafu they are focused to increase their portfolio. Sawa. Kwa hiyo lazima degree of winning iwe nyingi. Wao wana focus degree of winning and less losses. Mpaka ukishakuwa na mtaji mkubwa, halafu umekutana na setup ya position ama swing, ndipo ukiingia sokoni una hold position yako without any break even. Sawa, una hold position yako, unaacha soko litembee. Hawa ni watu ambao wenye mitaji mikubwa, watu ambao wanaangalia fundamental analysis na technical analysis, wanaangalia value of the currency, not liquidity. Hawa ni watu ambao wanaangalia value, kwa sababu positional traders kwetu wanaangalia value. Sawa, nikisema value maana yake nazungumzia mambo ya inflation and deflation, nazungumzia mambo ya negative interest rate na positive interest rate. Sawa, hizo zote wanatakiwa combine together, kuangalia seasonal tendency, kuangalia benchmark zinafanyaje na hizi underlying strengths zinafanya nini, ndio nipo wanaunganisha hizi strong reason ya kuhold position. Value, seasonal tendency, wengine wanatumia COT, integemea na trading style ya mtu wa positional trader. Seasonal tendency wanatumia value. Why most people they using the value? Kwa sababu value ndio kitu muhimu sana. Sawa. Nikija kurekodi video ya kuzungumzia interest rate and inflation, nitaelewa why interest rate and inflation affect the market. Kama juzi June 1st walitoa euro wameweka inflation rate 2%. Sawa. Kwa ushajua what is going to happen to the euro in value. Sawa. Wewe unaangalia tu structure inakwambia nini, unaingia sokoni. That's another magic behind. Tutakuja kujadili baadaye. Okay, let's go on mifano mingine. Okay, this one example. Okay, this is a perfect 25 or 35 pips example. Euro USD order block here, price move away from the order block, karudi hapa. Mstari tunaita ni equilibrium of order block. So guys, equilibrium order block. Hakikisha una combine with other reason, either benchmark, unaunganisha benchmark au underline au asset, base asset kupata strong reason ya kuingia sokoni, sawa? Au any fundamental reason, sawa? Most of us we are using base asset or underlying strength. Unaweza kutumia bond kukwambia where price inaelekea, sawa?
or B equilibrium. The bullish order block, equilibrium line. Price ilipofika hapa, this is an order block, this one. Big candlestick. The last bearish candlestick imetengeneza bullish candle, bullish order block, price imemove away, imerudi hapa. Baadaye ikabai. This move is called IPDA range or liquidity void. See, kuna nini kwenye liquidity void? Wakati price inafanya hii liquidity void, imetengeneza kitu gani? There are any efficiency? Kuna healthy price imetokea. Kama kuna healthy price imetokea, manake hiyo liquidity void haitakuwa na imbalance aina yoyote. Kama ni unhealthy price au imetokea inefficiency price, lazima tutaona imbalance. Tutaziona hizo buy side imbalance, sell side inefficiency, sell side imbalance, buy side inefficiency. This one. This is a buy side imbalance, 2 minute buyer, sell side inefficiency. Kwa lazima price irudi hapa. See? Here to here. Imerudi hapa, ikabai. For B, entry. Void, liquidity void, imbalance. Target 25 pips. From here, mpaka hapa. Pips ngapi? 39. Pips 39 ni nyingi sana guys. Conjugal encroachment, fair value gap, entry. Yeah. Trust me. Hiyo kuna watu wamezarau sana ile entry technique. Trust me guys, it's a very very powerful entry technique guys. Kama utaitumia vizuri na kama utatumia vile ambavyo nimekuelekeza kwenye video nyingine ama na video nyingine na video sijazo nitakazo upload. That's why I use guys. I always use this equilibrium order block. Nothing. Hapa mpaka hapa. Kwa hiyo 25 ni hapa. Hapa 35. Tayari trading mode wetu tumemaliza. Order block, entry, fair value gap, or imbalance. Naingia sokoni. Euro hii hapa cable. This is cable pair. Candlestick. This is the last bearish candlestick. Sawa. Prima equilibrium position, this line. Ambapo price ilikuwa na hizi hapa na hapa. Reka buy. Ikafanya hizi IPDA range from here to here. Draw the IPDA range, utaona this equilibrium of imbalance is the same of equilibrium of this range. IPDA range hapa hapa. Kama ujiangalia video ya IPDA range, naomba ukaangalie. Katika IPDA range tunazungumzia kuna a lot of stuff kwenye IPDA, sawa? Characteristic of London ama New York session tumeelezea kwenye IPDA. Sawa, IPDA is everything. Kama huja master IPDA, interbank price delivery algorithm, hakikisha unaipitia ile video unaimaster vizuri. So, once ukishaelewa IPDA, ukafanya back test ya kutosha, hizo zilizobakia zote zimo ndani ya IPDA. Sawa, so liquidity void it's in IPDA range. Sawa, central bank range, this one. Okay, price imemove here, imerudi kwenye IPDA range. Why inarudi hapa? Kwa sababu kuna inefficiency. Na imbalance, lazima tuje to feel imbalance, at least 1% of this imbalance ama 50% of this imbalance. Lakini most of the time tunaangalia 50% of this imbalance. Sawa, ndio nimeelezea why 50% of this imbalance kwenye entry technique. Nimeelezea the price, the vitu between supply and demand, disparity. Why disparity happen between supply and demand? Because of price. Sawa, manake this one. Fair value gap from here mpaka hapa. Kutoka hii entry kutoka fair value gap mpaka hapa pips ngapi? 6. Sawa. Hapa tena 9. Nyingi sana. First TP hapa. This one. Ya pili hapa. See guys, swing high, clear this old low, high, broke this previous high, back to this order block, equilibrium position,
Ibdadel range imerudi kwenye fair value gap. Same model guys, it's the same model. Order block imbalance. Tuona order block find imbalance. Ukikutana na breaker, iangalie breaker, what the narrative, what the story behind why kuna breaker. So most of them wanaangalia breaker. Na breaker ama neckline the same ambapo tunakuwa trapped trader ambao wanasubiria neckline. Kwa mfano kama huu USDJ nimeelezea hapa. Retail trader hapa walikuwa wanajua neckline, walizungumzia maana yake wangebuy hapa. See, kama angebuy hapa maana yake stop loss yao risk, kama umetumia proper risk management ingekuwa below here the neckline, maana yake wangetoka sokoni. Lakini wewe guys upo hapo umeshasoma hizi material unaweka YouTube, unaelewa kama kuna imbalance lazima ziwe field, price imerudi hapa ikafika. Sawa, hata kama tuna break tunaangalia breaker, hatuangalii neckline. Why breaker and not neckline? Tutajua baadaye. Au next video nitaelezea why breaker and not a neckline. See, hii hapa. Boom. Imebuy. Same guys. Na karibia mwisho wa trading model yetu. Few advice today. Na hapa few advice today guys. Few advice. Kama wewe ni mdau mkubwa sana wa kufuatilia video zangu za YouTube. Sawa. Thank you so much. I appreciate that. Ubarikiwe sana. Naelewa ipo siku utaelewa, utakuwa ni consistently profitable trader. Sawa guys. Na hakikisha unafuata vile ambapo nimekuelekeza. Hakikisha unafuata vile ambapo nimekuelekeza. Kwa nini? Kwa nini? Ask yourself. Kama wewe trader unaingia sokoni, hujui unatoka wapi. Yaani unajua entry yako but you don't know exit point. Exit point is ATP or stop loss. Soko hili ni kubwa sana. Na soko linatembea tu pips nyingi. Because central bank control the market. Either retail trader wameingia sokoni ama hawajaingia sokoni. Soko litatembea because central bank are the one who control the price, are the one who control the market. So they don't care retail trader existing on the market or not. Soko litaendelea kutembea tu. Na litakupa fursa muda wowote kila siku. Litakuwa linatembea tu, linatoa opportunity either buying or selling. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi. Kama wewe ni retailer beginner au experienced trader, manake you have your trading mode au tunaita trading methodology. Sawa. Trading methodology inakuguide. Sawa, inakuguide. Nikiona element of trade setup either order block ama breaker ama any imbalance or any element of trade setup, niingie sokoni. Nisipoiona siingie sokoni. Sawa? Manake hapo ndo unatengeneza discipline taratibu. Okay? Some of you mtakuwa mnatumia AMD. Some of you mtakuwa mshamaster AMD. Ukiona AMD mnaingia sokoni, mna make some pips, unatoka. You can make 20 to 35 pips on AMD kama ndivyo direct. Kwa nini? Kwa sababu najua kabisa. If you can manage 20 to 35 pips, uko mbali sana. Kama wewe trader una trade kwa 0.001 micro lot. Halafu una focus na 25 pips to 30 pips. Maana unatoka na dola 2.5 ama dola 3. Ukawa unafanya vile consistently. Ama kwa wiki tu ile dola 2.5. Kwa wiki unapata hiyo tu. Halafu sasa ukiwa na capital kubwa, portfolio kubwa, it means you can use any lot you want. Either standard lot, ukatoka na hizo ukafocus na hizo pips 25 ama 30. Maana yake nini? Maana yake unatoka na dola 250 ama dola 300 kwa wiki. It's enough kabisa kwa kweli. Inatosha kabisa. Hata unaweza kutumia standard lot ya 10, ya 30, yoyote unaweza, lakini kwa sababu umeshajijengea hii trading model ya pips 25 30 tokea mwanzo wakati unatumia na 0.01 ikakupa consistently, maana yake usije ukaiacha hiyo model. At least to improve, usiwache.
Sawa, usiiache, endelea nayo hiyo. Sawa guys, hiyo usiache. Na washauri hiyo. Kwa sababu najua kuna wengine kupata ile $2 au 1 sokoni wanashinda. Na anaweza akaingia sokoni Jumatatu akamake pips 50. Akiingia Jumanne anapoteza pips 30. Akiingia tena Jumatano anapoteza pips 20, maana yake kashapoteza faida aliyopata Jumatatu na hasara yake amepata. Akiingia tena Alhamis anapata faida pips 50. Ijumaa tena anapata tena faida, anapata tena hasara pips 60. Maana yake nini? Maana yake wewe una trade tu without any plan. Kama ni sasa na mtu ambaye anaenda sehemu hana ramani. Sawa? Na hajui anapoenda. Hata kama hujui unapoenda lakini una ramani. Nikisema ramani namaanisha unapoenda umepapangilia au unapafahamu. Sawa? Mimi kwa wiki nataka pips 30. Ukipata pips 30 imeisha. Unafunga MT4, unafanya shughuli nyingine. You don't trade. Exercise hiyo discipline. Utaona mwenyewe improvement. Nikiingia Jumatatu, Jumanne ama Jumatano ama siku yoyote na trade nikipata pips 30, inakuwa siku imeisha. Si trade kwenye real account. Naangalia soko na observe tu, nafanya back testing na improve mwenyewe, nasubiri next week. Unatafuta tena pips 30 au 25 na kwa siku imeisha, wiki imeisha. Hivyo. Tengeneza hiyo discipline, utafika mbali sana guys. Thank you so much and thank you for your time. Hakikisha unagonga subscribe button hapo, una subscribe upata notification kwa next video nitakazozitoa. Guys, don't miss the video. Sawa, the next videos zitakuwa very powerful. Tutazungumzia inflation, interest rate. Tutazungumzia zote ili upate kuzielewa. Nitaweka nondo za hatari. Sawa, nitaweka nondo za hatari. Kwa nini naweka nondo za hatari? Kwa sababu nataka watu wakamue broker, wa make pips with a discipline ya hali ya juu. So unamkamua broker lakini huna discipline ya hali ya juu. Make sure you don't let your mind, don't let yourself to be controlled with the market. You are supposed to control the market. Control your emotion, guys. So, thank you so much and thank you for your time. Have a good day. Good luck with your trading, guys.